Dominic Salamba, habari za wakati huu kaka? Namshukuru Mungu niko vizuri. Ndio. Ndio. Bana, mambo ni mengi kweli kweli, lakini taarifa kubwa ni uchaguzi wa TFF. Mengi yanakwenda kuibuliwa. Endorsement ndizo ambazo zimekuwa kama vile sijui tuseme nini, maana zinatafutwa kweli kweli azionekani. Na miongoni mwa wagombea wa nafasi ya urais leo amezungumza kwa undani zaidi. Bwana Mustafa, injinia huyu, amezungumza na kutoa kero yake. Wewe Dominic Salamba ni mzoefu pia na mkongwe kwenye mpira wa miguu. Unafikiri nini hasa ambacho kinafanyika na nini hasa ambacho kimejificha kwenye mpira wetu wa miguu, hasa kwenye uchaguzi huu wa TFF? Nafikiri kubwa ni kutengeneza mazingira ya kumsecure rais aliyepo madarakani pasipo kutumia box la kula. Okay. Kwa nini nasema vile? Kwa sababu uchaguzi hauwezi kuwa uchaguzi kama mchakato utakuwa una bias, kama mchakato utakuwa umejitenga na kuhakikisha kwamba unakwenda kunyima haki watu wengine na kutoa haki zote kwa mtu mmoja. Yes. Kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hizi endorsement almost zote zimechukuliwa kumwendozi mtu mmoja, alafu still mnafanya hiko kuwa ni miongoni mwa vigezo vya msingi vya kuweza kumfanya mtu aweze kupita kwenye usaili na baadaye aweze kuingia katika kinyang'anyiro, wakati mkijua fika kwamba hakuna ambaye ataweza kupata hata endorsement mbili kwa sababu zote tayari mmeshazimaliza. Kwa nafikiri haiko sawa na ni kama tu kutaka kuwaragai watu kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi na waone kama kwa demokrasia waone kama kuna mchakato, huku mchakato wenyewe ikiwa haiwezi kutimilika kutokana na mazingira ambayo yamewekwa ya kuweza kuminya wengine na kuweza kumpa mwingine faida. Ndio. Sasa hizi endorsement Dominic Salamba zinazoonekana kwamba zimeshatolewa kila mkoa na kila timu, zimetolewa nyakati gani, wakati sasa hivi ndio nyakati sahihi ya uchaguzi? Je, na hii imekaa sawa kisheria na kitaratibu ambazo zimewekwa na mamlaka husika, ama kuna namna gani sasa ya mambo yanaendeshwa labda kiujanja? Nafikiri ukienda kwenye kanuni ilikuwa inasema at least upate endorsement 5. Ndio. Lakini walichokifanya wakajua kwamba 5 zinaweza zikapatikana. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kimetengenezwa purposely. Ni njia imetengenezwa ya kuweza kuhold, lakini pia zilishatolewa before uchaguzi. Ndio. Sasa unaweza ukapata swali kwamba kama zilitolewa before uchaguzi, sawa? Kwa nini walitoa kabla uchaguzi? Jambo la kwanza. Lakini kama ushatoa kabla uchaguzi na unajua kwamba umeshazichukua zote, kwa nini utangaza uchaguzi? Na hasa kwa nafasi husika. Ni vyema tu wangesema kwamba uchaguzi safari hii nafasi ya rais imeshajaa. Tayari tushamchagua aendelee na pengine wajumbe wagombee nafasi zingine. Okay. Lakini pia ukiangalia pamekuwa pana vitu vingi ambavyo vimekaa katika mazingira ya kutaka kuminya watu wengine wasiwe part and parcel ya shirikisho. Ukiangalia kwanza idadi yenyewe ya wajumbe imepunguzwa. Okay. Kutoka 100 na kitu mpaka kuja saizi wako wajumbe ngapi? 78. Kwa maana wa virabu na wa mikoa, naona compare na hivi vyama vingine ambavyo ni vyama shiriki kama Tatasma na wengine wanakuwa 78. Lakini pia imekwenda mbali zaidi, ukiangalia mchakato mzima hata makamu wa rais saizi apigwi kula. Maana yake anateuliwa na rais ambaye amefanya nini, yuko madarakani. Okay. Kitu ambacho sio sahihi katika mustakabali wa nini, wa ukuaji wa mpira wetu. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yalikuwa yametengenezwa ya kutaka kuhodhi shirikisho. Lakini pia hata wajumbe kuna haja pia ya kuweza kuwauliza kwa nini walifikia hatua ya kuweza kufanya endorsement wakijua kwamba muda bado. Na kama haya ndo mazingira, hauwezi kuona kwamba mpira wetu unakuwa unaendeshwa na mtu mmoja tu. Sasa nini maana ya kuwa na wakilishi wa mikoa kama wanakuwa hawana uwezo wa kujisimamia na hawana uwezo wa kuweza kufikiria kama wao walikuwa na nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba huyu tuliye naye ndio tunayemtaka. Acha free election. Acha watu wachukue. Wapi watu endorsement? Unakwenda kuaminya kwenye kura. Ni very simple tu. Okay. Mmeshakaa mmekubaliana, mmeona kwamba huyu ndio anafaa kuwa kiongozi wa mpira, ikiwezekana mpaka mwisho wa uhai wake. Fine. Lakini awe anashinda kulingana na box la kula. Hasa ikiwa kama bado box mnafinya watu hata kuingia tu kimtatu, na mbaya zaidi kumbe hata kama akishakuwa peke yake akienda kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi bado apigwi kula. Anakwenda kuthibitishwa. So unaelewa? Wewe nafikiri kitu ambacho hakipo sawa, na kwa sababu mpira
ni mchezo ambao unagusa hisia za watu wengi. Ukitoa uchaguzi mkuu wa serikali, ukaja uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi, uchaguzi unaofuata ni uchaguzi wa shirikisho. Kwa sababu ndio unagusa hisia za watu wengi. Sasa katika mazingira haya hapana. Mimi nitegemea kuweza kuona hata idadi ya wajumbe ikiongezeka, kwa sababu saa hizi shirikisho lina nguvu, lina uwezo kujisimamia, lina wadhamini wengi na mikataba mingi. Kweli kweli wakati wa kutanua wigo, badala ya kuwa tuna wajumbe wa kwenye mikoa, tungeenda mpaka kwenye wilaya, tupate watu kule, wale hata kwenye kila wilaya iwakilishwe na mtu mmoja ili tuweze kuona hali halisi ya nchi yetu ikoje. Kuna baadhi ya wilaya hawajai kuona hata timu ya daraja la pili. Ziko na, lakini pia zina mashabiki wengi wa mpira. Hasa unaweza ukawafikiaje kama kila siku utakuwa mjikita tu kuwa na mwakilishi mmoja wa mkoa, lakini pia na mjumbe mmoja mkutano mkuu, wakati mwingine kuna mikoa mingine ina wilaya karibia 7 mpaka 8. Manake kuna sehemu mpaka, kwa sababu badala ya kwenda mbele tunaanza kufinya uhuru ili watu wajitengenezee uhalali wa kuendelea kutaka kitu ambacho hakikubaliki. Ndio. Dominic Silamba, sasa kuna haja gani ya kamati inayosimamia uchaguzi kusema watu waende kuchukua fomu yale ya kwamba wanajua hawatapata endorsement? Nini ambacho kimetumika? Kwa sababu ikumbukwe kwenye hizi fomu watu wanakwenda kutoa fedha zao, hasa nafasi wa rais shilingi 500,000 za Kitanzania. Lengo ni nini? Nafikiri ndo ambacho mimi nataka nioji kwamba kama unagundua, swali langu nakwenda kwa mwenyekiti wa uchaguzi, kama umegundua sawa, hii nafasi ishajaa, watu wanawapa fomu za nini? Za nini sasa? Changamoto. Waende wakafanye nini? Wakati tayari mchakato. Lakini kingine, issue ya endorsement ni mchakato wakati wa uchaguzi. Lakini ukienda mbali, wewe angalia haina hata uchaguzi. Kama kuna uchaguzi ambao umewahi kufanya kwa siku chache ni huu nafikiri. Ndio. Yaani ukiangalia ile ratiba walivyoiweza kuisqueeze. Manake tayari wanakwenda tu kukamilisha ratiba na sio mchakato huru. Kwa hiyo mimi nitegemea kuona kwamba kama wangetaka kufanya vile, basi wangesema ile nafasi ya urais itoweni, zibakie nyingine. Lakini je, imefika hatua ya kuona kwamba mpira wetu unatakiwa kuongozwa na mtu mmoja kwa masa watu wachache? Tumeweza kuona watu wakizungumza, tumeweza kuona mengi yakiandikwa ambayo shirikisho hili limeweza kulifanya. Hasa kama hayo mmeandika na mmeweza kuyatangaza, kwa nini msitumie hiyo ikawa ni silaha kwenye box la kula? Hasa mnatangaza lakini bado mnaogopa kwenda na watu kwenye box la kula. Mnaogopa nini? Kama mnakubalika, kitu pekee cha kwenda kufanya kubalike ni kwenye box la kula. Wakina Imbo wamekuja, nataka muende mkawakatae kwenye box la kula. Wakina Lima yao wamekuja, twende kule kwenye box la kula. Ndio mkasema hapana, sio nataka nyinyi hamna sifa, mwenye sifa ni huyu. Nilisikia mmoja akizungumza kwamba mwingine ambao watamchagua pengine aje kuonyesha nini alichokifanya katika mpira huu. Haya maswali ndio ya kwenda kuulizwa wajumbe kwenye mkutano mkuu ndani mule. Mtu kama mpata nafasi, wako 3, 4, 5 wanagombea pale, muulize ili awe na uwezo wa kujibu, na ukiona majibu yake yako sahihi, mkate kwenye kula. Si swala la kutiki na kuweka kosa. Na tayari mmejiandaa. Sasa kwa nini muweze kuhofia kutaka watu kwa sifike? Kuna nini mwacho kiogopa? Kwa muda uliobaki, Dominic Silamba, chochote kinaweza kubadilishwa kama mdau unavyoona, ili tuelekee kwenye uchaguzi wa haki, huru na usawa? Nini ambacho kinaweza kubadilishwa, kwa sababu muda ni mchache? Tunazungumza mwezi wa 7 sasa, kesho kutwa hapo. Nafikiri bado nafasi ipo. Hii ni nchi huru, watu wanaweza kutoa opinion, lakini pia kamati ina watu wenye weledi, wana sheria ambao wana weledi mkubwa, na wao ndio wenye uchaguzi, wasipeke kwenye vurugu. Cha msingi wakae waangalie vigezo vya msingi. Kuna vitu vingi vya kuviangalia kuliko hiki cha endorsement. Kije kadi kikwazo cha kutaka mpira wetu usipige hatua. Tumetoka kwa changamoto moja juu, sio kwa Simba na Yanga, inakwenda kumalizika. Tusiingie kwenye changamoto nyingine. Kwa nitoe rai kwa mwenyekiti wa uchaguzi huu, aweze kuchukua mawazo ya wajumbe na aweze kufanyia kazi. Issue ya endorsement kisiwe kipaumbele cha uchaguzi, sababu tayari zimeshakuwa hazina uhalali, zimetoka kabla ya muda, na wote wampa mtu mmoja. Kama wana huo msimamo, waendelee kuwa nao kwenye box la kula. Manake kumpa mtu mmoja, manake wao ndio wanayemwamini kwamba anafaa kuweza kuwa kiongozi wa muda unaofuata. Kitu pekee cha kwenda kufanya hilo ni kwenye box la kula. Tukaona na kule kula zote 78 akipewa rais alipo madarakani, tukajua kwamba kweli yani kama wamegombea, Imba akapata 0, Mayai akapata 0, huyu apewe zote lakini kwenye boxi. Lakini sio unaanza kuwatoa watu nje ya mchakato, alafu nakuja kutangazia kwamba kuna uchaguzi tarehe 1 kuchukua fomu, tarehe 14 hii kuchukua fomu. Ya nini sasa? Sasa unakwenda kwenye usajili wa nini ukatastaliwa? Ni kama kutaka kuwadaa watu kutoa sio sahihi. Comments nyingi kwako Dominic Silamba. Watu walikuwa wanasema na wewe unastahili kuwa miongoni mwao wagombea urais pale TFF, kwa maana ya hoja zako unazozitengeneza, lakini pia nyakati zote umekuwa ukisimamia ukweli. Je, Dominic Silamba, na wewe uko tayari watu wakakuchukulie fomu kama mambo tu yatabadilika, uchaguzi ukiwa huru na haki? Kama uchaguzi ukiwa huru na haki, nitachukua fomu. Tutarajie Dominic Silamba, uchaguzi ukiwa huru na haki, nitachukua fomu. Sababu ni haki yangu
ya msingi ya kikatiba kuchagua na kuchaguliwa. Na nina sifa za kuweza kuwa mgombea, lakini kwa sasa hizi naona kama tu ni maigizo ambayo amekaa pale ambayo hayawezi kushamba. Lakini kama ambao atakuwa amekaa sawa, watajie kuona nikichukua fomu na kuja kuwania, kwa sababu lengo letu ni kuweza kusaidia mpira. Lakini pia nimeweza kuona hata hao wamechukua ni wote ambao ni shupavu, watu ambao nawaamini. Nataka tupate watu ambao wanakuja kujenga mabadiliko ya kimpira. Kisha kwa mpira unaweza kupiga hatua. Mwingine Imba ninamfahamu, ni mtu makini. Ali Maayo tunamfahamu, hatuna shida kwa kile ambacho anacho. Kwa hiyo ni wakati wa kuweza kutoa fursa sasa, ili watu waende wakatengeneze hoja, watu wakashindane kwa hoja, ili tuweze kuona anayefaa aweze kwenda kutuongoza, ikiwa michakato imepita kwa utaratibu uliokuwa sahihi, kuliko mambo ya kona kona ambayo kimsingi sio mazuri. Tumalizie kwenye Javika na Salamba. Watu wamekula kweli kweli, na wewe ulikuwa miongoni mwao. Nilipigiwa simu na Diego Mashuhuri kuambiwa karibu Salamba TV leo kuna sherehe kama sio party, na ukija utaokota tu. Bosi Salamba na mwaga fedha. Hebu tujuze na sisi tuokote. Nafikiri kimsingi leo watu wamekuwa na party. Ni kweli wote vijana wangu wamefurahi leo, kwa sababu tulikuwa tuna mshindo mkubwa wa kitaifa ambao umeweza kupatikana. Lakini kubwa ni kuamini katika Javika na Salamba. Siku ya jana ilikuwa ni siku nzuri. Tunaendelea kutoa odds za ukweli. Kikubwa ni wewe tu kuweza kuchagua, kutuamini na kutufuata. Cha kufanya ni kuchukua simu yako, unakwenda moja nyota 150 nyota 50 nyota 1 leo, then namba ya kampuni 610 251 Baada ya hapo unaweka kiasi. Kwa siku ni shilingi 1000, wiki 1500, mwezi 1500, na VIP ni shilingi 30 kwa siku 5. Namba ya kampuni ni 610 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri, ukipige okay utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV na unakuwa ni member. Lakini kwa wale ambao wanapenda kupata free tips mtelemko, sio mbaya, ingia kwenye application ya Salamba TV. Ukiingia kwa ndani unaweza kupata free tips siku hadi siku. Unaingiaje? Ni kwenye simu yako tu. Unakwenda kwenye Play Store, unaandika Salamba TV, inakuja, una download. Kiingia kujisajili, unaweka tu either namba yako ya simu, email au jina lako, namba yako ya siri, unaingia na kuanza kwa miongoni mwa familia kubwa ambayo inakuwa kwa kasi ikiendelea kufurahia mambo mengi kutoka Salamba TV, na hasa updates, taarifa mbalimbali za kimichezo, bila kusahau sasa na burudani na michezo katika taifa letu. Dominic Salamba, mimi nikupongeze na nikushukuru sana kwa muda wako. Karibu tena. Asante sana. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.